Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Mohamed Jamali. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yawataka watu wasio na dharura wakae nyumbani 9 Disemba. Katika biashara, serikali yafungua fursa za uwekezaji kwa vijana. Na katika habari za kimataifa, mapigano makali yameendelea kushuhudiwa huko Uvira, DRC. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa serikali imewashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba hawatokuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko na kuisherekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama watakavyoelekezwa na viongozi wao. Ushauri huo umetolewa leo na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba wakati akitoa ujumbe wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa umma kuhusu maadhimisho ya siku ya uhuru wa Tanzania 9 Disemba. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imesema licha ya tishio la uwepo wa maandamano kesho Disemba 9, bado hali ya usalama nchini ni ya kuridhisha, huku akiwataka wananchi ambao hawana sababu ya msingi ya kutoka katika majumba yao kuendelea kukaa nyumbani ili kuepuka usumbufu. Mwandishi wetu Goodluck Msola ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi George Simbachawene amesema serikali haiyatambui maandamano hayo yanayotajwa kufanyika kesho kutokana na kutokidhi sheria na taratibu za nchi, hivyo wamejipanga kuendelea kulinda amani ya nchi, huku akisisitiza kuwa kwa mtu ambaye hana sababu ya kumfanya atoke nyumbani aendelee kukaa nyumbani na kupumzika kutokana na kesho kuwa siku ya mapumziko. Kwanza kesho ni public holiday. Ni public holiday. Na kwa sababu ni public holiday, matarajio ni kwamba watu wengi hawaendi makazini, kwa hiyo movement haitakuwa kubwa. Lakini pia wako wengine kwa shida mbalimbali, movement kwao ni kitu cha kawaida. Kwa sababu public holiday pia watu wanataka kwenda kuenjoy, wanataka kwenda kufurahi, wanataka kufanya nini. Tunachopenda kusema kama hakuna ulazima sana wa wewe kutoka, basi ujizuie, kwa sababu haya mambo kama ninavyosema hayatabiriki. Haya mambo yanajadiliwa kwenye space. Mjadala mkubwa huko kwenye space. Ukiangalia kwenye ground huko huoni, lakini siji watu wanavyohamasika siku hizi na vitu vya kwenye space, kwenye cyber space huko, hata wakaweza kutekeleza jambo walilotekeleza tarehe 29 na tulikuwa tunafikiria mwezi Oktoba na tulikuwa tunaliona kama la kawaida kwamba haiwezekani. Kwa hiyo huwezi underestimate. Lakini kimsingi kama hakuna ulazima wa wewe kufanya movement, jizuie, uangalie kidogo na hali halisi inakwendaje. Lakini uhakika uliopo ni kwamba sisi upande wa serikali na jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa salama, na wala hatulazimishi mtu kubaki kama ana shughuli. Sisi ni kutoka na vile vitu ambavyo ni muhimu, ili utakapoulizwa uweze kusema tu mimi natoka hapa naenda hapa na shughuli yangu ni hii. Aidha, kuhusu kamataji wa raia unaodaiwa kufanywa na jeshi la polisi nchini, Waziri Simbachawene amelitaka jeshi la polisi nchini kutotumia nguvu pamoja na kutojifunika sura zao ama kutumia silaha nzito endapo atahitaji kumkamata mtu aliyefanya makosa, ili kupunguza chuki baina ya jeshi la polisi na wananchi. Hili mimi nimekwisha mwelekeza IGP nikaambia, bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninao upenda mimi ni ule wa kwa mujibu wa sheria. Askari amevaa sare, askari anakwenda report kwa mjumbe kwamba kuna mtu mimi na jeshi la polisi tunamhitaji, tunataka kwenda
kumhoji, basi tunataka kumchukua. Basi anagongewa yule mtu, anachukuliwa tena mchana. Maana yake mtu saa nyingine yupo pale, anajulikana yupo. Kuna sababu gani ya kwenda na akitoka hapa anajulikana kazini kwake wapi? Akitoka hapa anajulikana kazi shughuli zake anafanyia wapi? Movement zake zinajulikana. Ya nini uende ukamkamate nyumbani kwake na watu wamevaa ninja au hawana sare, maslaha makubwa. Sio ukamataji mzuri. Tumekubaliana na IGP, tumekubaliana kwamba ukamataji huu hapana. Tunataka ukamataji ambao wananchi wetu wameuzoea, wenye staha. Sasa hataki mtu akikamatwa basi hata watoto wake wapate hofu pale nyumbani. Ya nini kupeleka hofu mpaka watoto? Unaiacha ile trauma, yule mtoto atakuwa anawachukia polisi tu. Akiwaona polisi anasema ulimkamata baba au ulimkamata mama. Hapana, sina mimi nadhani ukamataji mzuri ni ule wa kistaa, na maada mtu hana tishio la kukimbia au hajui, kwa sababu mmeshapeleza na mnajua hajui. Kwa unapoenda kumkamata unaweza kumtegea tu hata ametoka nyumbani kwako kutana bwana unaitwa kituo cha polisi. Ndio ukamataji tu uzoea. Aidha, Waziri Simbachawene amewasisitiza Watanzania kuendelea kudumisha amani kwa kutokubali kushiriki katika maandamano kesho, huku akiainisha kuwa sababu ya kuzuia maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika ni kutokana na maandamano hayo kutokuwa na kibali wala kufahamika ni akina nani ambao wanahitaji kuandamana na sababu za kufanya maandamano hayo. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Taasisi ya saratani ya Ocean Road bado inakabiliwa na uhitaji wa vifaa tiba mbalimbali pamoja na dawa kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa, hasa ikizingatiwa matibabu ya saratani yamekuwa yakichukua muda mrefu, hali iliyopelekea kuongezeka kwa uhitaji wa vifaa tiba na dawa. Goodluck Msolla anayo taarifa zaidi. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na meneja huduma za ustawi wa jamii wa taasisi ya saratani ya Ocean Road Merikioni Niniko wakati akipokea msaada wa vifaa mbalimbali vilivyotolewa na wafanyakazi wanawake wa kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Airtel walipotembelea katika taasisi hiyo. Nitoe wito hata kwa wengine ambao wataguswa, kwa watakao kwenda kuona baadhi ya picha hizi na video hizi, basi tunasema karibuni kwa ajili ya kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wenzetu wanapata huduma bora. Ni mtambuka, ni mengi, lakini yanaenda kwa wakati. Mahitaji yaliyoko leo yanaweza siyo ya kesho. Inaweza ikatokea leo kuna kifaa tukakihitaji, alafu sio lazima kesho tukakihitaji kama kile bado kinafanya kazi. Kwa hivyo itakapobidi basi tutaweza kuviweka wazi, lakini kwa sasa mahitaji ambayo leo tumekuwa nayo Airtel Divas na wengine wameweza kuyafanya. Kwa hiyo tunaendelea kuomba kwamba kadiri itakavyowezekana na tutakavyoguswa, kikubwa ni kwamba tunafanya mawasiliano, na uzuri tumekuwa tukifanya mawasiliano ya karibu. Kwa upande wake mwenyekiti wa wafanyakazi wanawake wa Airtel Jemina Masimba amesema ameamua kutoa msaada huo kutokana na kuguswa na hali ya baadhi ya wagonjwa wa saratani ambao wapo katika taasisi ya Ocean Road. Airtel kwa kupitia Airtel Diva imekuja hapa leo kuweza kulipia au support bili za wagonjwa au mashujaa zaidi ya 40. Na hii ni mwanzo tu. Tumeongea na management ya hospitali na tumeomba kwamba waendelee kutupatia list ya watu ambao watakuwa na uhitaji huu. Kwa hiyo tutaendelea kuwapa mkono, na Airtel kama Airtel Diva tutaendelea kujituma, be creative, kuwa na moyo wa kutoa ili tuweze kuwasupport wenzetu ambao ni wahitaji zaidi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa vitendo vya udhalilishaji ni janga la kidunia linalohitaji nguvu ya pamoja ili kulitokomeza. Taarifa inasomwa hapa na Goodluck Msolla. Akiongea katika hafla maalum ya msimu wa 5 wa tuzo za kupinga ukatili wa kijinsia, Rais Dr. Mwinyi ametoa wito kwa wadau na taasisi ziweze kuungana ili kuongeza nguvu ya kuacha kuoneana muhali ili kukomesha kabisa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Wito wangu ni kuwa kila mmoja wetu ana wajibu katika mapambano haya. Hapana shaka kuwa Zanzibar bila ukatili wa kijinsia inawezekana. Tukishirikiana, tukiamua na kuchukua hatua za pamoja, tutafanikiwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie. Dr. Mwinyi amesema wakati umefika kwa jamii kutumia elimu na uzoefu wa siku 16 za kupinga udhalilishaji katika kuongeza kasi ya mapambano. Aidha, Dr. Mwinyi ameziagiza taasisi za umma kuongeza ushirikiano kwa Zanzibar Female Lawyers Association ZAFELA ili kuimarisha juhudi za kukomesha ukatili wa kijinsia. Katika kuunga mkono mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto,
na kufikia malengo endelevu, nitoe wito kwa wadau wa maendeleo kuendeleza jitihada za kuwawezesha au kuwezesha shughuli za asasi za kiraia katika kupinga udhalilishaji wa kijinsia. Nafahamu kuwa shughuli zote hizi zinahitaji nyenzo mbalimbali, hasa fedha, vifaa na utaalamu. Hivyo lazima wadau wote wafanye kazi kwa pamoja ili nyenzo hizo zipatikane. Natumia fursa hii kuwaagiza viongozi wa serikali kutoa ushirikiano wa karibu kwa wanaharakati na wadau mbalimbali katika harakati zao za kupambana na kupinga vitendo hivi. Upande wake, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Anna Atanaspo, amesisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za mapema katika kurejesha maadili ya Kizanzibari, wanaume kuwa mstari wa mbele na kuongeza elimu kwa jamii ili kuleta mabadiliko ya kweli katika kupambana na kuondoa ukatili na udhalilishaji kwa wanawake na watoto. Tunatakiwa tuchukue hatua za makini sana kwa kuunganisha nguvu ya pamoja. Hatua hizo, Mheshimiwa Rais, ni kama elimu na uhamasishaji wa jamii, lakini kuimarisha sheria zetu na kutolewa adhabu zilizokali, lakini kutoa huduma bora kwa waathirika wa vitendo hivi, lakini tuwe pia na takwimu zilizokuwa sahihi, kwa sababu tuna takwimu nyingi sana Mheshimiwa. Lakini pia tunatamani kuimarisha uchumi wa wanawake, ambao kupitia hilo tutapunguza vitendo hivi, lakini kuweka vipaumbele kwa malezi bora ya watoto wetu, hilo pia litapunguza vitendo hivi, lakini pia kuwashirikisha wanaume na wavulana wetu, kama nilivyosema, wawe ndio machampion namba 2 baada yako Mheshimiwa Rais, lakini kurejesha maadili na nidhamu ya jamii. Naye mkurugenzi wa Zafela, Jamila Mahmud, amesema taasisi hiyo imekuwa na utaratibu wa kila mwaka kuwatambua na kuwaenzi watu wanaotoa msaada na mchango mkubwa kwa jamii katika kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia. Zafela tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali katika kuadhimisha hizi siku 16. Tumekuwa tukitoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia tumekuwa tukiwasaidia wanawake na watoto ambao wako katika madhila ya ukatili wa kijinsia. Na katika kuadhimisha huwa tuna shughuli 2 kubwa za Zafela. Moja, huwa tunafanya caravan ambayo huwa tunazunguka Unguja na Pemba kutoa elimu, lakini pia kuwasikiliza wahitaji, kwa sababu kwa kupitia caravan huwa tunakwenda kwenye community, tunawafuata wale wahitaji kule vijijini ambapo, na tunakuwa tunawasikiliza na kuwasaidia katika kadhia zao. Lakini shughuli nyingine ambayo huwa tunaifanya ni hii ya kutoa award. Shughuli hii lengo lake kubwa ni kuwa recognize wale individuals, lakini underground, watu ambao wako kwenye community wanafanya shughuli za kuisaidia jamii. Kwa namna moja au nyingine watu hawa hawaonekani kwa sababu wako kule vijijini, wanafanya wao kama wao. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema kuwa kutokana na hatua ambayo moto umefikia, serikali imeanza maandalizi ya kutumia teknolojia za kisasa katika kudhibiti moto unaoendelea kuwaka katika hifadhi ya msitu wa mazingira asilia ya Mlima Hanang mkoani Manyara. Rachel Chacha anatueleza zaidi. Dr. Kijaji amesema hayo wakati wa ziara yake ya kukagua athari zilizotokana na moto huo ambao ulianza kuwaka tarehe 3 Disemba 2025 na hadi sasa umeendelea kuelekea maeneo ya juu ya mlima. Dr. Kijaji amesema kuwa licha ya jitihada kubwa zilizofanywa katika kudhibiti moto huo, bado kasi yake ni kubwa, na hivyo serikali iko mbioni kupeleka vifaa vya kisasa ili kuzuia usienee na kuharibu eneo kubwa zaidi la msitu huo asili. Amefafanua kuwa hadi sasa moto huo tayari umeteketeza hekari 228.5, huku akipongeza serikali ya wilaya kwa kazi nzuri walioifanya katika hatua za awali. Tayari tumewasiliana na ofisi ya waziri mkuu kuona sasa ni jinsi gani tunaweza kupata teknolojia, vifaa vingine ambavyo vitaweza
kutuwezesha kuuzima ule moto kutokea kule juu ulikofika. Sisi wananchi na vijana wetu ambao tuko hapa tumeifanya kazi yetu kwa huku ambako tumeweza kupafikia, na sasa hivi Mheshimiwa DC ni kuombe sana kwa sababu moto ule umeshafika kule kileleni, umeanza kushuka. Niombe sasa vijana wetu pia tuzunguke twende kwenye kijiji cha pili. Nimepata taarifa tayari timu umeshaituma, lakini tuongezee nguvu ili tukatengenezee mkuza kati ya msitu wetu huu pamoja na kijiji chetu, ili moto huu usiweze kugusa makazi ya wananchi wetu. Akitaja hatua zinazoanza mara moja, amesema kuwa kuanzia jioni ya leo serikali itatumia drone ili kupata picha za juu na taarifa sahihi kuhusu mwelekeo wa moto, jambo litakalowezesha wataalamu kupanga mikakati madhubuti ya kuzunguka na kudhibiti kabla haujafika kwenye makazi ya watu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Hanang Almish Hazal amesema kuwa hadi sasa vijana 387 wapo eneo la tukio wakishiriki katika shughuli za uzimaji moto, kazi ambayo imeendelea kuimarishwa kadri moto unavyozidi kuenea. Huku mbunge wa Hanang Asia Halamga ameshukuru serikali kwa hatua za haraka ilizochukua na ameipongeza Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kuwezesha upatikanaji wa wataalamu pamoja na mahitaji muhimu kwa vijana wanaopambana na moto huo. Wakati huu ni kipindi cha kiangazi, wote tunaona, na majani mengi yamekauka na upepo ni mkali kuelekea kipindi cha msimu wa mvua. Kwa hiyo moto unakuwa kwa kasi kuliko nguvu ambayo tuko nayo sisi wananchi. Lakini tuchukue nafasi hii kuishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupitia wewe mwakilishi wake katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Wamefika hapa tu, ofisi ya Waziri Mkuu umefika hapa kuona namna gani mnatuletea vifaa. Naomba tufikishie salamu zetu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwambie tunamshukuru kwa imani yake na mapenzi yake kwetu sisi wana Hanang, lakini wananchi wa Tanzania. Salamu tunazotaka kumpatia kwamba sisi wana Hanang tutaendelea kuilinda amani ya nchi yetu kwa sababu hatuna nchi nyingine tofauti na Tanzania. Mlima huu ni kivutio cha utalii. Kama unavyoona, mlima una mandhari nzuri ambayo inawasaidia watalii kufika na kuweza kufurahia ekolojia ya eneo hili. Pia vile mlima huu ni muhimu kwa sababu una viumbe mbalimbali wakiwemo wanyama ambao wanategemea kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Tutahakikisha kuwa tunapambana na swala au janga hili la moto kikamilifu, kuhakikisha kuwa mlima huu unaendelea kuwa salama. Kwa mfano ukiangalia tangu tarehe 3 ambapo moto ulizuka, tumeendelea kushiriki kikamilifu. Tuko takriban vijana 300 ambao tumeendelea kushiriki kikamilifu katika zoezi hili. Moto huu umewaka kuanzia tarehe 3 mpaka leo. Tulikuwa tunashughulika kwa ajili ya kupunguzia kasi na kiangazi kimekuwa ni kikali sana. Hivyo tumeenda kuzima moto kama wana kijiji, na tulikuwa tunategemea vifaa ambavyo vitakavyotumika vio vifaa makini. Na ukifika kule juu moshi ni mkali, madhara yanakuwa mengi makubwa. Hifadhi ya msitu wa mazingira asilia ya Mlima Hanang inayosimamiwa na Wakala wa Misitu Tanzania TFS ina ukubwa wa hekta 5836.5. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Katika kuelekea siku ya kumbukizi ya uhuru wa Tanganyika ambayo huadhimishwa ifikiapo Disemba 9 ya kila mwaka, Watanzania wametakiwa kuikumbuka siku hiyo kwa kuzingatia misingi ya haki, amani, umoja na mshikamano wa kitaifa na kuepuka mivutano inayoweza kuligawa taifa kwa misingi ya udini, kabila na hata siasa. Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza Disemba 8 jijini Dar es Salaam na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa kituo cha msaada wa sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation, Dr. Hamis Masudi amesema ni muhimu kwa kila Mtanzania ikiwemo viongozi wa dini na viongozi wa serikali kujielekeza kwenye kuhubiri amani na mshikamano, lakini pia kuzingatia haki na kuepuka mivutano ya kidini. Masudi amesema ni muhimu kumbukizi ya siku ya uhuru wa Tanganyika ambayo ni Disemba 9 ifungue ukurasa mpya wa kuwarejesha Watanzania kwenye umoja. Tunapoadhimisha uhuru, nini tunakumbuka? Kwa sababu kwanza uhuru si tukio tu la kihistoria. Tunapoadhimisha uhuru, tunaangalia tumetoka wapi. Tunaangalia historia yetu. Tulitoka wapi, tumejengaje misingi ya taifa. Tulipotoka tunafahamu, tumetoka kwenye taifa lenye umoja na mshikamano, taifa ambalo halijengwa katika misingi ya kidini, taifa limejengwa katika misingi ya uzalendo, na taifa limejengwa katika misingi ya uwajibikaji. Tulipo sasa watu wameanza kuzungumzia masuala ya udini, ambapo sisi hatukujengwa katika misingi ya udini.
Hili ni taifa uhuru, taifa lenye umoja na mshikamano, ambao nyakati zote tumepiga vita udini, tumepiga vita ukabila. Tumejijenga kama Watanzania, tunazungumza lugha moja, watu uhuru, tunatoka sehemu moja kwenda nyingine. Hata ukisikia mtu anakugongea usiku wa manane, unajua ni jirani anahitaji msaada, utakwenda kumfungulia. Sanjari na hayo, amesisitiza suala la kuimarisha diplomasia na mahusiano ya kimataifa ili kuendelea kujenga na kuimarisha uchumi wa nchi, kwani Tanzania inahitaji mahusiano mazuri na mataifa mbalimbali duniani. Hivyo ni vyema kwa viongozi kumsaidia rais kuimarisha diplomasia hiyo. Itakumbukwa kuwa kwa mwaka huu wa 2025 serikali imeahirisha sherehe za maadhimisho ya siku hiyo ya uhuru wa Tanganyika ili fedha ya sherehe hiyo itumike kukarabati miundombinu iliyoharibiwa na vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mkazi wa Mwagimwagi, kata ya Nyanguku katika halmashauri ya manispaa ya Geita, Shindiku Nzoya mwenye umri wa miaka 35 ameendelea kuitegemea sanaa ya kucheza na nyoka na fisi kama ajira yake kuu, sanaa aliyorithi kutoka kwa baba yake mzazi ambaye kwa sasa ni marehemu. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Licha ya shughuli hiyo kuwashangaza wengi, kwa Shindiku ndio msingi wa maisha yake na familia zake mbili, ikiwemo kulea wake zake wawili na watoto wake 9. Anaeleza kuwa kupitia vipato vinavyotokana na maonesho ya nyoka na fisi amekuwa akimudu mahitaji muhimu ya kaya zake. Nimeanza kabisa rasmi kuishika mimi mwenyewe mwaka 2017 wakati mzee alipofariki. Nikaisimamia mimi kama alivyoniachia. Manufaa nimeyaona, maana nimekuwa nikiitwa sehemu mbalimbali, naenda kutumbuiza, napewa kaposho na kuja kujipatia mahitaji ya hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo naamini mpaka sasa hivi kidogo huwa inanisaidia sana hii kazi. Shindiku anasema anaishi na nyoka 9 pamoja na fisi 1, viumbe ambao ulazimika kuwatunza muda wote ndani ya nyumba anayoishi. Hata hivyo anasisitiza kuwa pamoja na kuzoeana nao, changamoto za gharama za matunzo, chakula na mazingira salama zimeendelea kuwa kikwazo kikubwa. Niseme kwamba nyoka ninaoishi nao ndo wananifanya kuwa na changamoto kidogo, pamoja na fisi. Ninapokutwa au wateja nimewamizi kidogo, wamekosa, inakuwa ni changamoto namna ya kuwatunza, kuwalisha. Lakini huwa naona hususan sana shida ambapo huwa naipatia ni kwenye fisi. Ila kwenye nyoka kwenyewe ni afadhali kwa sababu chakula chao ni cha gharama kidogo. Kama sasa hivi nina aina ya nyoka weusi hawa wanaoitwa cobra. Wao chakula chao kikuu ni mayai. Sasa mayai ni ya gharama kidogo, ambao huwa nawapa kwa kila wiki. Kila nyoka unampatia mayai 5. Changamoto ni kwenye fisi. Make fisi yeye anahitaji chakula chake ni nyama. Mbali na matumizi ya fisi katika michezo ya utamaduni, Shindiku anasema mara nyingi hukodisha wanyama hao kwa baadhi ya makabila yanayohitaji kwa ajili ya matambiko ya mila na desturi. Anaeleza kuwa huduma hizo zimekuwa chanzo muhimu cha kipato chake kingine. Make wapo watu wengine wanaenda kutumia tu kwenye shughuli zao za kawaida kama mizimu. Yaani wanaenda kutumia kama mila zao zinavyohitaji, kwamba anahitaji akifanye hivi mbele ya fisi ndio mambo yake yanaenda yakaenda vizuri anavyotaka. Kwa hiyo huyo naye huwa kuna gharama yake ni kidogo kwa sababu ya shughuli yake ambayo ni ya kawaida sana. Kwa upande mwingine, wake zake wawili wamekuwa wakimuunga mkono katika shughuli hiyo bila ubaguzi. Wanasema kuwa mapato wanayoyapata kupitia kazi hiyo yamekuwa msaada mkubwa katika ustawi wa familia zao na yanawasaidia kufanya kazi kwa ushirikiano. Afisa utamaduni wa manispaa ya Geita, Mary Nehemia, anasema halmashauri inaendelea kutoa fursa kwa kikundi cha sanaa cha Shindiku kushiriki katika tamasha mbalimbali ya utamaduni ili kukuza kazi zao na kutunza utalii. Nenda tu kuwawekea chakula na kama tunawekea humo chakula na wafungia naanza kula humo. Tena sio yeye peke yake, ni kikundi kizima. Tunafanya nao kazi, na maana matukio yote, shughuli zote ambazo zinatokea za kiserikali lazima tunawapa nafasi. Kwa mfano kwenye sherehe za Muungano, kwenye sherehe za Uhuru,
kwenye sherehe za Mwenge, maonesho ya teknolojia ya madini, yani shughuli yote ambayo inatokea, event yote ya serikali. Kundi la SHIDIKU limepata nafasi ya kukuza vipaji, kuongeza kipato na kutangaza utamaduni wa jamii zao, hatua inayosaidia kuendeleza urithi wa mila pamoja na kutengeneza fursa zaidi za kiuchumi kwa wasanii wa eneo hilo. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga amewataka maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda kuhudhuria mafunzo ya udereva ili kujenga uelewa wa masuala ya sheria za barabarani. Daniel Simerta kutoka Mbeya anaarifu zaidi. Kamanda Kuzaga amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya udereva ya muda mfupi kwa vijana zaidi ya 200 katika kata ya Kiwila, halmashauri ya wilaya Rungwe mkoani Mbeya, ambapo amewataka kuhudhuria mafunzo hayo kikamilifu kwani yanasaidia kutambua alama za barabarani na kupelekea kupunguza kama sio kuondokana kabisa na ajali za barabarani. Haya mafunzo ambayo tunayapata leo yanakufanya wewe uwe mahiri na uwe na maarifa katika kuendesha chombo hicho ambacho unacho, yaani kwa maana chombo cha moto au kama ni bajaji, gari na mitambo. Kwa hiyo basi niwatakie sana usikivu kipindi hiki cha mafunzo ambayo mtakuwa mnayafanya hapa Kiwila, ili yakufanye wewe dereva unaendesha uweze kujua taratibu, sheria na kanuni za uendeshaji wa hicho chombo. Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo VETA Rajabu Buliku ameomba ridhaa kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kwa madereva wa magari wenye uhitaji wa elimu hiyo nao wapatiwe, huku mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mrakibu mwandamizi wa polisi Notika Kilewa amekuwa na haya kusema. Dereva waliokuwa wanaendesha na leseni wanazo. Uongo? Yes. Wapo ambao wana leseni lakini walikuwa hawajakaa darasani, si ndio? Lakini kwa mustakabali huo ni muombe afande RPC, inawezekana kabisa kukawa kuna madereva zaidi ya bodaboda, kwa maana ya madereva wa magari. Kupitia RTO hawa watu natamani pia waweze kutambulika. Kama wapo, basi turuhusiwe pia nao kuwafundisha. Sasa leseni zinatolewa kwa utaratibu, hatugawi tu leseni pamoja na uhitaji wote, lakini lazima tupate utaratibu. Moja kati ya utaratibu kupata leseni lazima upate mafunzo, na mafunzo yanatolewa na vyuo ambavyo vinatambulika. Pamoja na hayo, baadhi ya madereva waliopata nafasi kupatiwa elimu hiyo wamezungumzia umuhimu wa mafunzo hayo. Sisi kwanza kata kile tunafurahi kwamba kutuletea mafunzo, vijana wamefurahi, na mimi nikiwa miongoni mwa wazee nimejaribu kuhamasisha vijana kwamba nenda chukua leseni, tii amri bila shuruti. Bila kuwa na leseni huwezi kuwa unaogopa barabarani. Ili uendeshe vizuri lazima uwe na leseni. Tunashukuru sana kwa hilo, kwa sababu vijana tuna changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo, na hizo changamoto hatupendi. Sisi kama bodaboda, mimi nisema kama ni bodaboda, nimekutana na changamoto nyingi za kuhusu udereva. Ila kwa vile tuletea mafunzo ya udereva, naona atakuwa ni fursa kubwa sana kwa vijana kama sisi. Asante sana Daniel Simerta kwa taarifa hiyo. Madiwani manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wametakiwa kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, ikiwa ni pamoja na kutoa maamuzi yaliyozingatia miongozo ya kiserikali. Neema Huseni anayo taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na katibu tawala mkoa wa Katavi Albert Msovela wakati akifungua baraza la madiwani manispaa ya Mpanda, huku mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu akiwataka kuweka nguvu kwenye ukaguzi wa vikundi vinavyopata mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri. Tukatekeleze majukumu yetu kwa kuzingatia sheria, taratibu, kanuni na miongozo mbalimbali ambayo inaongoza taasisi hii. Lakini pia mmekula kiapo cha maadili. Waheshimiwa madiwani, kiapo kile ni muhimu. Hakikisheni mnatembea na yale ambayo mmeweza kuyapa leo. Uaminifu na uadilifu. Kupunguza mgongano wa maslahi yanayozungumzwa hapa. Utunzaji wa siri za serikali. Mara nyingi ziara zinafanyika za kufanya ukaguzi wa miradi, lakini huu mradi haukutilii mkazo sana. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Msaidizi, basi katika kipindi chako hiki utilie nguvu kwenye kukagua, kujua hizi pesa ambazo halmashauri imezitoa
ziko wapi na zinafanya nini. Nipo kwenye mchakato, tuko kwenye upembuzi yakinifu, tunafanya tafakari ya kina. Wananchi hayo majibu sasa hawayataki. Hawataki maneno hayo. Wananchi wanataka waone barabara, wananchi wanataka waone daraja, wananchi zile kero zinazogusa wananchi anataka aone ufumbuzi wake. Hata hivyo, madiwani hao wamepewa elimu kuhusu kanuni za maadili ya utumishi wa umma, ambapo moja ya kanuni hizo ni kutopokea zawadi yenye maslahi makubwa kutoka kwa wananchi, huku meya wa manispaa hiyo akiahidi kushirikiana na wataalamu waadilifu. Kama kiongozi wa umma hutakiwi kupokea maslahi makubwa ya kiuchumi kutoka kwa wananchi au wateja unaowahudumia. Kwa mantiki hiyo, kwenye sheria yetu ya maadili ya viongozi wa umma, pale utakapopokea zawadi inayozidi shilingi 200,000 utatakiwa uwakilishe kwa afisa mashuhuri wa halmashauri ambaye ni mkurugenzi, na yeye atatoa taarifa kwa kamishna wa maadili. Nitashirikiana na mtaalamu aliye mwadilifu. Nitashirikiana na mtaalamu aliye mzalendo kwa nchi yetu. Nitashirikiana na mtaalamu anayethamini maisha ya wananchi, hasa wale wa maisha ya chini. Ufunguzi wa baraza hilo umeenda sambamba na viapo kwa madiwani hao, uchaguzi wa kumpata meya wa manispaa ya Mpanda na naibu wake, pamoja na wenye viti wa kamati mbalimbali. Maafisa wa usafirishaji mkoa wa Singida wapo tayari kusimama na serikali kuwafichua wahalifu wanaotaka kuchafua amani ya nchi. Amini Nyaungo anatuarifu zaidi. Hayo yamezungumzwa na maafisa usafirishaji mkoa wa Singida kama sehemu yao ya uzalendo katika nchi yao ya Tanzania, na hapa wanasema, lakini kama umekaa kizembe mtaani, lazima utashawishika kufanya mambo ya ajabu. Tanzania yetu hii, watu wanatoka nchi za jirani, wamegombana Kongo, si wapi, tunawapokea kuja kuwahifadhi, wanakimbilia Tanzania, ni nchi ya amani. Afu leo tunakuja Tanzania yetu tunataka tuichafue tena na sisi. Umuhimu wa amani mkubwa sana kwa taifa letu, na umuhimu wa amani mkubwa kwa kila mtu. Amani inamgusa kila mtu, haichagui. Mmechoma ofisi, hiyo pesa inakwenda wapi? Hapana. Mkuu wangu wa wilaya, hapana. Kwa ni waombe kupitia hilo tu moja, kwamba vipato vyetu sisi ni vipato vya chini na vipato ni vidogo vya kutumia kila siku tunapotoka na kuingia. Kwa ni waombe swala maandamano lisiwepo, na hilo linaleta athari kubwa katika familia zetu. Sio hivyo tu, linaleta maafa kwa ndugu zetu. Ukitaka kuamini kama haya yanayozungumzwa yametoka moyoni, hebu tumwangazie kijana wetu huyu, dereva wa bodaboda kutoka Jineli mkoani hapa. Hapana. Tuache jamani, tuache. Turudishe amani yetu. Tumpe nafasi Mheshimiwa Rais. Atatufanyia mambo mazuri, atatusikiliza tunachokitaka. Atatekeleza. Tumpe nafasi mama. Mama ana huruma. Mwenye uchungu ni mama, anaingia leba ni mama. Katika kuweza kushirikiana na serikali, mkuu wa wilaya Singida Godwin Gondwe naye alialikwa na kuwapongeza kwa kazi nzuri wanayoifanya. Lakini niwapongeze kwa kuniita kwenye jambo hili. Tumeyazungumza, kazi ilikuwa inaendelea, lakini akasema Mheshimiwa DC kaka Gondwe, njoo nataka tukwambie mambo yetu tukwambie. Na mimi nataka niwaambie mlioyazungumza nimeyapokea, na asanteni sana kwa akili kubwa, na washukuru sana. Mmezungumzia kwamba tuilinde amani yetu na mtaendelea kutoa ushirikiano kama ilivyokuwa katika ile tarehe 29. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, serikali yafungua fursa za uwekezaji kwa vijana.